Kabla ya taarifa hizi za ndani kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, naomba ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa za ndani kila wakati kemkem. Na cha kuzingatia cha muhimu zaidi, mtazamaji, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Haya ambayo nakufahamisha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, huwezi kuyapata katika vyombo vingine vya habari. Rais wa taifa letu la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, alionekana kuishiwa bumzi na kugoma kuongea katika mazishi ama katika ibada ya kumwaga mwenda zake Polycarp Kardinali Pengo, ibada ambayo iliweza kufanyika katika kanisa la Mtakatifu Yosef jijini Dar es Salaam, Tanzania. Sasa iko hivi. Haya ni maajabu. Ibada ilikuwa inaendelea ya kumwaga aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu katika Katoliki kule Dar es Salaam, baada ya yeye kuaga dunia. Sasa ibada ilikuwa inaendelea na Rais Samia aliweza kuhudhuria ibada hiyo, na yule aliyekuwa anasimamia ibada hiyo ya mwenda zake Polycarp Kardinali Pengo katika kanisa lile la Mtakatifu Yosef jijini Dar es Salaam sio mwingine ila tu ni Padri Kitima. Najua unamjua tu, Mtanzania mwenzangu ambaye anatoa mashambulizi, hawezi kuogopa, anazungumza ukweli kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu na analenga serikali wakati inaenda kombo, anairekebisha. Yeye ndiye alikuwa anasimamia shughuli hizo. Akamwalika Samia Suluhu Hassan kama rais aweze kuaga mwenda zake Kardinali Pengo na akaweze kutoa gumzo ama aongee kidogo, lakini alisimama rais akasujudu tu kuonyesha heshima kwa mwenda zake, kisha baadaye akasusia. Hakuongea kwa mikrofoni ama kipaza sauti, ila tu aliondoka ghafla, akaondoka kanisani, akaingia kwa msafara wake, akaenda akawaacha nyuma makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Sasa wakati tunaangalia kwa undani sababu ni zipi ambazo ziliweza kuchangia Suluhu Hassan kuondoka kwa ibada hiyo ghafla bila kuongea baada ya kualikwa na Padri Kitima. Huenda kilichomkera zaidi ni wakati Padri Kitima alisema ya kwamba chama cha mrengo wa upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ni chama kikuu katika taifa la Tanzania. Aliposema hivyo, huenda matamshi hayo ndio yaliweza kumkera Samia Suluhu Hassan ambaye ni kiongozi wa chama cha CCM, na wana CCM wanajiamini kwamba wao ndio chama kikuu zaidi Tanzania. Lakini Padri Kitima akasema chama kikuu Tanzania ni Chadema. Huenda hilo liliweza kumkera na akaondoka ghafla bila kuongea, akasusia, akaishiwa bumzi baada ya matamshi hayo kutolewa katika ibada ile iliyofanyika katika kanisa la Yosef jijini Dar es Salaam. Ikumbukwe ya kwamba kumekuwa na tofauti kubwa za udini kati ya Wakristo
haswa wale ambao wanalengwa sana ni Wakatholiki na wale ambao ni Waislamu. Ikumbukwe Samia Suluhu Hassan ni Muislamu. Makamu wake Emmanuel Nchimbi ni Mkatholiki. Kulikuwa na vita kati ya dini hizi mbili hivi majuzi. Tukaona watu wakilipwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kwenda kuandamana, kwenda kumshitaki baba askofu kwamba wamekuwa wakitoa mashambulizi kanisani na kuleta siasa kanisani bila kuhubiri. Waliolipwa, mnakumbuka, walijifanya ni kwamba ni Wakristo wa Katholiki, wakaenda pale wanaimba nyimbo ambazo sisi hatuelewi, sisi wa Katholiki. Wakaenda pale wanaimba nyimbo ambazo hata sisi hatuzijui. Nyimbo hizi zingine za Pentecosti ndizo walienda kuimba pale. Hata wakati walipokuwa wanawasilisha maombi yao walishindwa kuwasilisha, na hata Biblia ambayo walikuwa wanaisoma haipo katika Biblia, haijaandikwa. Wale ni waasi wa Ukristo waliolipwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kwenda kuichafulia askofu jina kwamba anahusisha siasa kanisani. Kwa hivyo kuna vita hizi kati ya Katholiki na Waislamu, na huenda haya ndiyo yaliweza kusababisha Suluhu kuona hamna haja ya kuzungumzia Wakatholiki ambao waliweza kuhudhuria ibada ile ya aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu katika ama Katholiki la Dar es Salaam, Polycarp Kardinali Pengo. Akaona vile shida na tofauti ziko kati ya udini huu, sitaongea, na akaondoka mara moja. Kwa hivyo ni aibu ukubwa ambayo iliweza kuonekana kwa Samia baada ya yeye kuondoka bila kuongea, baada ya kualikwa na Badri Kitima ambaye anazungumza fikira zake wakati anapoishambulia serikali, kuilainisha ama kuileta katika laini ile ambayo inastahili. Ikumbukwe John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa Chadema alikuwepo pale hata wakati walitambuliwa, wakainua mikono, wakaambiwa simama, nyinyi ni wa chama kikubwa. Wakasimama wakashangiliwa pale katika ibada ile, jambo ambalo liliweza kuonekana huenda hata CCM makali yake yameweza kupungua. Hayo ndio yalikuwa yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Samia Suluhu Hassan alisusia kuongea kwa ibada ya kumwaga Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu Katholiki la Dar es Salaam, Polycarp Kardinali Pengo, na kuondoka ghafla. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye na kwaheri.